Pwani Habari ni chaneli yako inayokupa habari moto zilizojiri hapa Pwani na kwingineko. Kuna siri katika vijiji vyetu, kuna historia, na katika mikono ya watu wa kawaida kuna hazina isiyo na bei. Pemba si kisiwa cha ardhi pekee, bali ni kisiwa cha simulizi. Simulizi zilizorithiwa kizazi hadi kizazi bila ya kuandikwa, lakini zimehifadhiwa kwa uaminifu mkubwa. Leo tunakupeleka Wingwi Mtakuja kufunua urithi wa kiimani na kitamaduni unaoendelea kuishi kupitia jamii yake. Hii ni safari ya historia na hii ni safari ya urithi wetu. Zaidi ya miaka 200 iliyopita, bahari haikubeba samaki pekee, bali pia ilibeba ujumbe ambao leo unaendelea kuishi katika kijiji cha Wingwi Mtakuja. Kwa wakazi wa Wingwi, msaafu huu si kumbukumbu ya zamani tu, bali ni sehemu ya maisha yao ya kila siku, mahali patumaini, dua na faraja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i sayyidil mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama baadu, ufupi kitabu kiliokotwa baharini na mvuvi kutoka kijiji hichi bahari iliyopo mashariki hapo. Huyo mvuvi kwa majina alikuwa akiitwa Mwihaji Somani kwa wakati huo, ambao sasa hivi tunamuita ni Haji Athmani, lakini kwa wakati huo nyoa akimuita Mwihaji Somani. Huyu mvuvi alikwenda kuvua akakikuta kitabu kinaelea tu baharini. Yeye alikifuata akakichukua, lakini baada ya kukichukua kilimpa mshangao mkubwa baada kukiona kwamba kiko kwenye maji, hakina hifadhi yoyote, lakini kitabu hakina athari yoyote ya maji. Kwa hivyo yeye alikichukua, lakini alipokuja nacho katika kijiji akaona hichi kitabu si cha kawaida. Ingawa alikuta ni msafu wa kawaida, lakini kwa nini haukuroa, hili limpa kidogo mashaka. Kwa hivyo alichokifanya yeye, kwa wakati huo walikuwa na kiongozi wao ambao akiitwa Sheikh Uthman bin Abbas. Yeye ndiye alompelekea hichi kitabu akamkabidhi kwa wakati huo. Huyu shekhe alichokifanya ni kutafuta mkoba tu akakitia kwenye mkoba, lakini hakukiweka ndani. Alikipachika tu nje ya nyumba yake juu. Kikakaa hapo miaka, mzee akafariki, ile nyumba ikabaki ni tupu, watu ikaa kitabu kipo tu. Tena baada ya kuona nyumba inataka kuanguka, ndio tena wazee waliokuwepo wakakichukua, wakaenda wakampa miongoni mwa watoto wake Sheikh Rashid bin Athmani. Yeye naye pia hakuweza kuweka kwenye nyumba, yeye ndiye alianza kupachika kwenye miti. Yeye alikuwa kuna mti pale uwanjani pake, kuna mti wa mshelisheli, akaupachika tu kwenye mshelisheli. Hapo likaa jua mvua miaka mingi. Baada ya kufariki akapewa tena mwingine Sheikh Abbas bin Athman vile yeye akaupachika kwenye mchungu, hakuweka ndani. Sasa hichi kitabu kilikuwa kinaendelea hivyo mpaka mwishoni mwa maisha ya mzee huyo Abbas bin Athmani. Yeye alikuwa huko, lakini ndio alipokihamisha akaweka kwa na shekhe wetu mwingine huko akiitwa Sheikh Rashid bin Juma, ndiye akapelekewa huko ambao kulikuwa na msikiti wao mdogo huko ndani. Yeye ndio akachukua kile kitabu kupeleka moja kwa moja akaiteka msikitini. Kipindi chote hicho kitabu hichi matumizi yake walikuwa kitumia kama wao ni hakimu wao tu. Watu wamezozana, pengine shamba umeniibia nini, twende. Nicho nijulikana ni mtakao, twende mtakao tukaapishane. Au ndio walikuwa matumizi yao tu. Sifa tuliyoipata kwa kitabu hichi, muongo na ukweli mkija namna hiyo ndani ya dakika 3, pengine hata muda mfupi tayari mkweli kashajulikana Mungu ni yupi. Hichi kitabu kimemaliza watu wengi sana kwa zama hizo, wengi sana. Yani muda mfupi tu mtu unamkutia pengine mwili wote na wengine ni kwa mwili unaiva kama vile kaungua moto. Anaanza kumweka maji mwili mzima. Wengine anavimba utumbo, wengine akiharisha na mpaka anafika kuanguka na kufa. Hivyo ndio matumizi yao walikuwa wanatumia. Sasa matumizi yale
yaliwafanya watu hichi kitabu kujengea hofu kubwa sana. Watu wamezaliwa hapa, wamefika kujukuu, mpaka wameondoka dunia, hata siku moja kukiona hichi kitabu hawajawahi kukiona. Wanajua tu mkoba ule pale ndio upo. Bahati nzuri katika tulipopekua ndani mlikuwa na kijikaratasi kidogo tu. Kiliandikwa, kulikuwa na makabidhiano ya Sheikh Haji bin Saidi kumkabidhi Said bin Hamad. Wao hakuandika tarehe, lakini ilikuwa ni mwaka 1219 Hijiria. Hicho ndio tulichokikuta kumbukumbu. Sasa hatujui kama kumbukumbu ni ya mwanzo ndio akabidhi siku ya kwanza au ni baada ya kwamba kishafika mimi naondoka kulingana na hali yangu na kukabidhi wewe. Sasa tukipiga hesabu mpaka leo mwaka 1447 utajua labda pengine zaidi ya miaka 200 iliyopita. Je, kuna tofauti yoyote na misahafu tunaotumia? Pangilio na sura ndio zile zile. Hakuna tofauti yoyote. Hauna tofauti. Isipokuwa kwa sababu kitabu na huyu kwenye zile aya hakuweka tu alama, kuna alama maalum, hakuweka nambari kama hapa ndio mwisho wa aya. Yeka kuna alama maalum kaziweka tu kuonesha kama hapa ndio mwisho wa aya, lakini hakuweka nambari. Lakini mpangilio na wa sura ndio zile zile, hakuna tofauti yote na misahafu mingine. 2013 alikuja mwalimu mmoja kutoka Pandani hapa kwa njia hiyo ya kwenda kuapishana, maana kuna mzazi wake alishindiziwa uchawi. Kwa hivyo alikusanya familia yote, akamwambia tukutane saa 3, yeye akatoka mapema kuja hapa. Alipokuja tulimkatalia sana, lakini naomba sababu nataka nikaeke watu sawa. Bahati nzuri mwalimu aliporudisha tuambia kufika hapo kuna hilo Chanjala Msani hapo, sababu kati yetu na Pandani hapo kuna hilo Chanjala Msani. Kufika hapo ilinyesha mvua moja kubwa sana. Yeye aliroa wote. Lakini pale hakuangalia yeye, alitoka tu moja kwa moja. Kufika kule sasa kwenye familia, yeye onekana alivoroa, lakini akitoa hichi kitabu hata athari maji haina. Alikuja kukichukua. Alikichukua yeye. Atende athari. Kwa hivyo kukitoa tu watu wakajua hichi akamwambia hichi kitabu kurudisha. Hichi kitabu si cha kawaida. Kwa nini wewe umeroa hichi kisiroe? Sifa hiyo ndio sifa yake. Lakini sasa hivi mashukuru alhamdulillah, kama daftari letu mnavyoona limejaa majina mengi sana, kwa watu wanakuja na shida zao mbalimbali kutawasul kupitia kitabu hichi kumomba Mungu shida zao. Kutokana na historia na umuhimu wa kitabu hiki, je, wanajamii hawa wanakitunza vipi kitabu hiki? Kwa sasa tulikupata ushauri kutoka kamisheni ya utalii na mambo ya kale, walikuja hapa na ndio walo tuchongea hii sanduku akatuletea kwamba kihifadhiwe humu. Lakini pia kwa kipindi hicho sababu tulivunja msikiti huo kama mnavyoona, tunakuwa kukiweka humu tukakiacha humu kwa hatuamini. Kwa hivyo sasa hivi hakikai sana humu. Mara nyingi tukishakusha matumizi yetu tunaondoka nacho. Kwa hivyo ni vizuri kwa Waislamu na wasio kwa Waislamu kuja kujionea kitabu hichi ili kujua kwamba hii ni miongoni mwa dalili za Mungu kwamba anachotaka Mungu kukuhifadhi ndio kama ni sehemu ya tuseme ni sehemu ya maajabu. Kwa hivyo ni vizuri jamii au Waislamu kwa ujumla waje kutembea na kukiona hichi kitabu inshallah, ili wajionee utukufu wa Mungu zaidi inshallah. Lakini mbali na thamani yake ya kiimani, msahafu huu pia una nafasi muhimu katika historia ya maandiko ya kale. Hapa ndipo sayansi na historia hukutana. Kama taasisi ya nyaraka na kumbukumbu, kwa upande wetu, hii ni nyaraka yetu, ni miongoni mwa nyaraka tunazotambua, kwa sababu lazima nyaraka nyingine zitakuwa ziko serikalini, nyaraka nyingine zitakuwa za watu binafsi. Huwezi kuchukua kitu cha mtu binafsi ukaambia lazima tukiweke kwenye serikali tukakuhifadhi kule. Kubwa tunalotaka sisi tumpe mafunzo ya kuhifadhi ile nyaraka, vipi aitunze ili isiharibike. Sasa kwa jukumu letu sisi watu wa nyaraka, msahafu ni wa miaka mingi kama alivyosema mtangazaji, una miaka 200 na kwa maana hiyo msahafu sasa hivi unatakiwa ufanye matengenezo au unataka utibiwe. Kiupande wako tuleta senya yake na kumbukumbu, tunataka tuuchibu. Kwa kweli msahafu tumemwona, lakini tayari unaanza kupoteza hadhi yake. Kwa hiyo kwa vile toa msahafu usipoteze hadhi yake, tutawaomba wahusika wa hichi kijiji watupe msahafu ili twende tukautengeneze zaidi, ili upate kudumu zaidi
kama sisi tutumie sisi tuliopo na vizazi vinavyokuja. Kupitia teknolojia ya kisasa, kuna juhudi za kuhakikisha kuwa urithi huu hauharibiwi na wakati, bali unaendelea kuishi katika kizazi cha sasa na kijacho. Tunaweza tukaiingiza hii nyaraka katika sehemu ya kitengo chetu cha utafiti. Wale watafiti watakapokuja kwetu kwa ajili ya kufanya tafiti mbalimbali, tunaweza tukawagusia hili swala na inaweza kufika hapa, pengine inaweza akatoa msaada mmoja ama mwingine na wanakijiji wakaweza kunufaika. Taasisi ya nyaraka, je, ina wito gani kwa wanajamii ambao wana nyaraka kama hizi? Tusikubali kuhilibika kwa vitu vidogo na kuweza kutoa vitu vyetu ambavyo ni vya thamani kwetu na kwa vizazi vyetu vinavyokuja. Kwa mfano, Sheikh alituambia kuna sehemu nyingine ulikuwa upo lakini haukujulikana ulipoenda, uliuzwa. Kwa hiyo tuwe tayari wanakijiji kuwa tuthamini kile kitu chetu tulicho nacho ili tuweze kukitumia kwa sasa na baadaye. Kwa watumiaji wa kumbukumbu hizi au nyaraka hizi, kulike, kushare, kucomment na kusubscribe ili kupata zaidi kutoka hapa Pwani Habari.